Bana, jana ilichezwa mechi ya kwanza mechi ya kwanza au tunaweza tukasema zilikuwa ni mechi mbili ambazo zilikuwa zinafungua ile hatua ya robo finali rasmi ya AFCON ambayo inapigwa huko nchini Morocco. Sasa kabla ya mechi ya Mali na Tunisia kuna mechi ya kwanza ambayo ilianza kati ya Senegal na Sudani, ambapo Senegal waliweza kushinda magoli 3-1, mechi ambayo iliisha kwa Senegal kushinda na kwenda hatua inayofuata. Wakati mechi hiyo ilipoisha saa 4 za usiku, ilifuata mechi ya Mali akimenyana na Tunisia, mechi ambayo ilikuwa na mazonge mengi. Kama kawaida, kwa upande wa Mali golini alianza Djigui Diarra, wakati upande wa kushoto kulikuwa na Woyo Koulibaly, lakini katikati palikuwa na Abdoulaye Diaby, lakini akisaidiana na Ousmane Kamara, wakati upande wa kulia kulikuwa na Amadou Dante. Katikati pale ambao walikuwa wanacheza alikuwepo ni Bissouma akiwa akisaidiana na Aliou Dieng, wote mnamjua huyu mchezaji wa Al Ahly. Lakini mbele upande wa kushoto kwa maana ya winga ya kushoto kulikuwa na Mamadou Sangare, lakini upande wa kulia kulikuwa na Mahamoud Doumbia, wakati nambari 10 palikuwa pameshikiliwa na Lassana Coulibaly, wakati nambari 9 alikuwepo Lassini Sinayoko. Hiyo ndo ilikuwa lineup ya Mali. Wakati lineup ya Tunisia, wao golini alisimama Aymen Damen, wakati upande wa kulia kulikuwa na Ali Abdi, katikati palikuwa pana Dilan Brown, wakati akisaidiana na Bontassal Tarbi, wakati upande wa kushoto kulikuwa na Vani Varey. Katikati alicheza na viungo watatu, ambapo kulikuwa na Ismail Gabi, lakini kulikuwa pia na Eris Shikri, wakati pia nambari 8 kulikuwa na Ferin Sassi, wakati nambari 10 alikuwa anacheza Hannibal Mejid, nambari 11 alikuwa anacheza Hazen Mastur, nambari 9 alikuwa ni Mohamed Ben Bashir. Hicho ndo kilikuwa kikosi cha Tunisia. Sasa story haikuwa ni kikosi, story ilikuwa ni mechi, jinsi ambavyo ilikuwa imeenda. Kwanza ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa na attention kubwa sana, kiasi ambacho wengi walikuwa wanaifuatilia, kitu ambacho kilipelekea mechi ikawa ngumu kwa pande zote mbili, kwa maana ya Tunisia lakini pia Mali, ambapo ilipelekea pia upande wa Mali kupata red card dakika ya 26 tu, just imagine. So walicheza dakika zote takribani 64 bila mchezaji mmoja, kwa maana walicheza wachezaji 9 ndani na golikipa wa 10, kutoka dakika ya 26 mpaka dakika ya 90 Mali walicheza pungufu, kitu ambacho kilipelekea mechi ikawa inachezwa kwa mbinu nyingi sana. Lakini story pia haikuwa hiyo. Story ilikuwa ni jinsi gani ambavyo Djigui Diarra ameweza kuwabeba mgongoni kwake Mali, kwa maana ya timu yake ya taifa, kwenda hatua inayofuata mara baada ya kuokoa penalti 2 kati ya 5 zilizopigwa mara baada ya mechi kuisha kwa bila kwa maana ya kufungana goli 1-1 mpaka dakika 90 zilizoisha, ambapo walikuwa ni Tunisia dakika ya 88 kupitia kwa Felas Chauti, ambaye yeye alifunga goli ikipigwa assist na Eras Sadi. Sasa dakika za nyongeza, kwa maana ya dakika ya 90 nyongeza ya 6, Mali walipata penalty ambayo ilikuja kufungwa na Lassini Sinayoko. Sasa huyu Lassini Sinayoko yeye ndo alikuwa mshambuliaji kiongozi kwa upande wa Mali, ambaye pia alikuja kufunga penalty baada ya mechi kuisha kwa hiyo draw. Sasa mara baada ya dakika 90 kuisha, ilibidi waende kwenye changamoto ya matuta, kwa maana ya penalty,
ambapo Mali walipata penalti 3 huku wakikosa 2, wakati Tunisia wao walipata penalti 2 wakikosa 3. Sasa mpigaji wa penalti ya kwanza kwa upande wa Mali alikuwa ni Vils Bissouma ambaye penalti yake alipaisha juu. Na ilikuwa ni kama bahati mbaya kabisa kwa mchezaji wa kwanza kupaisha penalti, kitu ambacho kilileta wasiwasi sana. Lakini upande wa Mali mpigaji wa penalti wa kwanza alikuwa ni Yassine Merie ambaye alifunga penalti hiyo. Lakini penalti ya pili kwa upande wa Mali ilipigwa na Lassine Sinayoko ambaye alipiga bonge moja la penalti, alifunga. Lakini upande wa Tunisia alikuwa ni Ali Abdi ambaye alikosa penalti hiyo, alipaisha juu. Wakati upande wa Mali mpigaji wa tatu alikuwa ni Nene Douglas ambaye pia alikosa penalti hiyo. Lakini mpigaji wa tatu kwa upande wa Tunisia alikuwa ni Elias Sadi ambaye alipiga penalti yake ya tatu na alifunga. Lakini kwa upande wa Mali, kwa kukumbusha tu, huyu Nene Douglas yeye penalti yake iligonga mwamba, so ikawa ni missed penalty. Lakini upande wa Mali tena mtu wa 4 ambaye alipiga penalti alikuwa ni Gosou Diakite ambaye alifunga penalti hiyo ya 4 na ilikuwa ni bonge moja la penalti. Lakini upande wa Mali alikuwa ni Elias Achouri ambaye penalti yake ilidakwa na Djigui Diarra vizuri kabisa. Lakini akaja tena Tunisia wakapiga penalti ya 5 ambayo ilikuwa ni penalti ya mwisho, ilipigwa na Albin Lomthane ambaye pia penalti yake ilidakwa na Djigui Diarra. So just imagine, alidaka penalti 2 mfululizo. Lakini penalti ya mwisho kwa upande wa Mali ilipigwa na El Bilali Toul ambaye alifunga na ikawapa kibali cha Mali kwenda hatua inayofuata ya robo finali mara baada ya 16 bora. Sasa wameingia robo finali kwa ushindi wa penalti 3 kwa penalti 2 za Tunisia. So gumzo ilikuwa ni Djigui Diarra ni jinsi gani ambavyo alishikilia ile mechi, ukiachana tu mpaka kufika kwenye penalti, lakini pia mchezo mzima ndani ya zile dakika 90 Djigui Diarra ndo alikuwa anaichezesha timu na alikuwa anajua iende kwa move gani au iende kwa staili gani, na ni jinsi gani aliokoa michomo pia mingi ndani ya zile dakika 90. Lakini ukiachana na zile dakika 90 pia alikuja kuibeba timu yake kwenye changamoto ya matuta ambapo alidaka penalti 2. Ni agharabu sana kwa golikipa kudaka penalti 2 mfululizo. So ni kitu ambacho lazima umpongeze Djigui Diarra kwa kile alichokifanya. Ni jinsi gani ambavyo anafanya vile ambavyo kila siku watu tumekuwa tukizungumzia na imekuwa ni kama kawaida kwake kuyafanya hayo. Lakini pale ambapo inakuja kufananishwa na golikipa mwingine, ndipo ambapo watu wengi wanashangaa na inakuja kushangaza ni jinsi gani ambavyo watu wanakosa ile tuzungumzie kwamba ile subira kwamba huyu Djigui Diarra ni golikipa wa viwango vyake, hamna mtu ambaye unaweza kumfananisha naye. So ni jinsi gani ambavyo Djigui Diarra anafanya makubwa, sio tu Tanzania kwenye timu yake ya Dar es Salaam Young Africans, lakini pia ukienda kwenye timu yake ya taifa, sasa amekuwa ni golikipa nambari 1 ambaye tena anaibeba mabegani timu yake ya taifa. So huyu Djigui Diarra kiwango chake sio kwamba anabahatisha, bali hicho ndo kiwango chake ambacho anacho, na si kwamba labda ni fluku. Hapana, huyu ni golikipa wa viwango vya juu kabisa, ambapo wengi wanajaribu kujiuliza kwamba labda kwa sababu ya umri wake ndo maana mpaka sasa hivi yupo Yanga Tanzania, lakini kwa viwango ambavyo anavionyesha mpaka sasa hivi ingekuwa yupo Ulaya, mpaka sasa hivi anaenda kucheza Ulaya. Lakini ndo hivyo, Diarra yupo Bongo na timu inayomiliki ni Yanga. So Yanga wana bahati kuwa na golikipa kama huyu, unaweza ukasema hivyo.